Mzee wangu uko sawa sawa? Safi, mambo vipi? Kwema kabisa. Naam. Karibu. Asante. Bwana mimi nimewahi kabla yako. Karibu sana. Nimesikia juzi moja ya hoja zako ya kwamba ndio ndani kuna pengine kunaweza kuwa kuna mvutano, lakini haukubaliana na hoja ya kwamba chombo kinazama. Ni kigezo kipi kinakufanya unatumia hoja hiyo na unakubali kwamba kuna mvutano unaendelea? Siku zote penye watu wengi hamwezi kuwa mnakwenda tu wote mnaongea lugha moja tu, hakuna siku mtapishana, haiwezekani. Hao watakuwa sio binadamu. Kupishana kwa kuelekezana, kupishana kwa hoja kwa manufaa ya taasisi huwa ni afya kwa taasisi. Kama wote lengo lenu ni kuhakikisha mnaijenga taasisi, kama kutaingia maslahi binafsi ya mtu mmoja mmoja, hilo ni tatizo. Ili kama wote mnalumbana, mnajenga hoja, mnajibizana kwa misingi kwamba nia ni kuijenga taasisi, lengo ni kuijenga, hakuna shida. Ninaposema kwamba sisi hatujazama, mimi nimeanza kuishabikia Simba zaidi ya miaka 40. Hii Simba unayoiona hii ina miaka 90. Yaani kama ni mtu alizaliwa na miaka 90. Sasa ukiwa na miaka 90, ukitaka kupima maisha yako, unaweza ukaamua kugawa miaka 10, miongo anaita Kiswahili. Ukigawa kwa miaka 10, utapata miongo 9. Sasa unataka kupima mwaka wa kwanza mpaka wa 10 nilifanya nini? Mwaka wa 10 mpaka wa 20 nilifanya nini? Wa 20 mpaka 30 nilifanya nini? Ukishachukua miaka yote 10, sasa unatazama ni 10 ipi umefanikiwa zaidi. Utakuja kugundua miaka 10 ya mwisho kutoka 80 mpaka 90 ndio Simba imefanikiwa kuliko miaka yote nyuma. Huko miaka 80 lazima uangalie tulikuwa na shida gani? Tatizo lilikuwa nini? Kwa nini tulikwama? Na sasa hivi nini kimefanyika ili tukiboreshe zaidi, tufanikiwe zaidi. Sasa ukitaka kubomoa tena kilichokifanya miaka 10, ukitaka tena ukibomoe, unakuwa una akili. Yaani tutakuhesabu wewe ni chizi. Kwanza hiki ulichofanya miaka 10 kwa mafanikio, kiboreshe zaidi. Ukifanyia jukumu kubwa zaidi ili ufanikiwe zaidi. Lakini ukitaka kubomoa tena urudi kule ulikotoka, sio sawa kwangu mimi, lakini kwa maoni yangu. Kwenye mkutano mkuu huu wa siku hii ya leo, unadhani yale ambayo unatamani yaboreshwe zaidi ili mfanikiwe zaidi yatakwenda kufikiwa? Nataka tufanye mkutano nje. Mkutano mkuu uko ndani bwana. Uko unaamini yatakwenda kufikiwa bila bugdha? Uko ndani. Hao wanachama, ngoja nikwambie. Katiba ya Simba inasema ndio chombo cha mwisho cha maamuzi ni mkutano mkuu wa Simba, ambao ndio huu. Kwa hiyo mkutano mkuu wa leo utakachoamua, huo ndio mwelekeo wa Simba. Sasa mimi ni mmoja kwenye watu zaidi ya elfu ya wanachama. Wanachama wako 18,000. Sasa ukitaka mimi nitoe mtazamo wangu mimi binafsi, huo ni ubinafsi sasa. Itakuwa mimi nataka kuwanyima wengine haki. Sababu mimi naweza kuwa na mawazo yangu, mwingine na mawazo yake, na kila mtu ana mtazamo wake. Mnapokutana, mnajenga mtazamo, mnazungumza kwa pamoja, mnajenga hoja, mnatoka na kitu hiki, mnaondoka nacho. Kwa hiyo na mimi niko tayari pia kusikiliza wenzangu. Hoja zangu mimi ninazo, lakini sio muhimu. Muhimu ni mkutano mkuu utaamua nini. Umegusia kwamba ukitaka kuibomoa maana yake utakuwa una matatizo ya akili. Unaamini ambao wanatamani kuifanya ibomoke hapa wana nia gani? Kwa nini wanataka iwe hivyo? Maslahi binafsi. Na unaamini ni wanachama? Kwa sababu unaweza kuwa unapambana kwa kivuli cha Simba, lakini mgongoni una maslahi yako binafsi unatafuta. Maslahi yako binafsi. Kwa sababu haiwezekani wewe ukiwa kiongozi, Simba ni tulivu, haina shida, imetulia. Utakapotoka kwenye uongozi tu, matatizo ghafla yanaanza. Hii Simba ina matatizo makubwa, katiba ni bovu, uwekezaji mbovu, kila Simba kinakuwa kibovu wewe ukitoka madarakani. Sasa tumechoka. Sasa tunajiuliza, kwa nini unapokuwa kwenye madaraka mtu, Simba ni nzuri sana, haina matatizo yoyote, lakini wewe ukitoka kwenye madaraka tu, nendeni mkachunguze. Wanaopiga kelele lazima walikuwa ndani. Sasa hawapo. Okay. Sasa nakuaje mtu ukiwa ndani kunakuwa ni kuzuri, hakuna shida. Ukitoka nje kunakuwa na matatizo makubwa sana huko ndani. Hii ndio inatufanya sisi tuamini kwamba kuna watu wanapambania maslahi binafsi na sio maslahi ya Simba.
na wengine sisi tupo kwa maslahi ya Simba, tutaipambania Simba, ndio tofauti. Basi hicho tu. basi. Lakini hii leo yote watafanya mkutano mkuu, si ndio huu? Ndio narudia tena, mkutano mkuu wa Simba ndio chombo cha mwisho cha maamuzi ya Simba Sport Club. Kwa msingi huo, wanachama watakachoamua leo ndio kinakwenda kufanyika, na hakuna chombo kingine cha kubatilisha. Kwa mujibu wa katiba ya Simba, hakuna chombo kingine chochote cha kubatilisha maamuzi ya mkutano. Kila la heri. Asante sana.